Karibu Tuzo Online. Umeona maneno ya waje huko mtandaoni wanaanza kunong'ona. Vipi situation ya Elie Mpanzu ni majeruhi kama ilivyo kwa Ino Loemba pamoja na Baraka Mongosi. Kwa hiyo watatu hao hawakuwa sehemu ya mchezo hii leo kwa sababu ya majeraha waliokuwa nayo na wanaendelea kupatiwa matibabu. Tusubiri kama kutakuwa kuna taarifa mpya yoyote kutoka hapa kuelekea mechi ya Azam FC tutawajulisha. Kwa hiyo tusiwategemee mechi ya. Lakini Elie Mpanzu anadai kudai wanasema kwamba leo hajaonekana kwa sababu amegomea nataka pesa zake za usajili za mkataba wa usajili juzi mpaka apewe. Ni taarifa ya inasemaje taarifa? Kwamba leo amegoma kujumuika na wenzake kwa sababu anadai yule mkataba wa usajili juzi pesa zake za awali za awamu ya kwanza hajalipwa. Amegoma kuja kwenye mechi? Kujumuika na wenzake kwenda kambini. Mpanzu hayuko kambini. Mpanzu yuko nyumbani kwa mapumziko na matibabu. Kwa hiyo hayuko kambini na anapotakiwa kwa ajili na leo asubuhi alipelekwa hospitali na madaktari wetu kwa ajili ya kwenda kumfanyia vipimo zaidi. Baada ya kutoka hospitali akarejea nyumbani kwake, madaktari wakarejea kambini kwa ajili ya kuendelea na wachezaji wengine. Wachezaji wanaokuwa na majeraha ndani ya klabu yetu huwa hawakai kambini, wanakaa nyumbani. Daktari kama kuna matibabu ya kufanyika kambini, anakuja kambini anafanyiwa matibabu anarudi. Ndio maana juzi umeona wakina Hamza wamekwenda kambini. Sio kama alilala pale, alifika akaangaliwa na madaktari kisha akarejea nyumbani. Kwa hiyo kwa Mpanzu na yeye status yake ni hiyo, ni majeruhi na anafanyiwa vipimo. Kwa hiyo kama anatakiwa kwenda hospitali anapelekwa na madaktari wetu kama imefanyika hii leo, anarudishwa nyumbani kwake, anaendelea na matibabu akiwa nyumbani, kambi huku inaendelea vizuri. Mpanzu ana mkataba na Simba Sports Club. Yaani hata kama ameongeza mkataba mwingine hawezi kugomea kushiriki shughuli za Simba kwa sababu hajalipwa fedha ya mkataba ambao hajaanza kuutumikia. Hilo lazima mdielewe. Hata kama wewe Millard Ayo Rama unapewa taarifa unaichuja tu kidogo alafu unatumia tu akili yako. Mpanzu mkataba wake na Simba huu ambao wanaotumikia hivi sasa unaisha mpaka mwisho wa msimu huu. Kwa hiyo hana sababu yoyote, hana excuse yoyote ya kugoma kwa sababu kwa sasa yupo ndani ya mkataba wake huu hapa ambao hadai hata shilingi moja. Mkataba aliyousaini ataanza kuutumikia mwezi wa 8. Sasa just imagine una mkataba hapa wa miezi 4 wa kuitumikia klabu yako alafu ugome kwa sababu mkataba ambao haujaanza hata kuutumikia miezi 4 ijayo ugome. Sijui ina make sense hivi eh? Yaani wewe umepanga zako nyumba alafu bado kodi yako haijaisha kwa muda wa miezi 4. Ukamwambia baba mwenye nyumba nitakupa kodi yako wiki ijayo. Haujampa alafu ukute kufuli pale kwenye mlango wako. Ukimuuliza akamwambia haujanilipa kodi yangu ya miezi 6 inayokuja wakati hivi sasa una miezi 4. Wewe ushawahi kuona namna hiyo? Kwa hiyo ni taarifa ka kijinga ambako lengo lake ni lile la kutaka kuharibu amani ndani ya klabu. Na mimi niwaambie tu wale wote ambao wanaeneza huo uzushi wameshindwa. Simba hivi sasa ni moto bati. Sisi tunachoangalia ni kupeleka moto, ni kuwafunga watu, basi maisha mengine yaendelee. Ndio maana wakasema pengine mtaka ushindi ule wa mizani. Wakati wewe unasema nyinyi kazi yenu kupeleka moto na kuangalia mechi zenu. Wakasema mlitaka pointi za mezani. Sisi hatukutaka pointi za mezani. Tulitaka tu kupata ufafanuzi wa kisheria. Imekuwaje mchezaji ana passport 2? Sisi tulikuwa tuko hapo tu. Yaani inawezekanaje mchezaji kwenye club anasomeka ni Mtanzania alafu kwenye TMS mifumo ya FIFA anahesabika ni mwingine? Ndio tukauliza tu, jamani, Tanzania inaruhusiwa kwa nia njema, Tanzania inaruhusiwa kuwa na uraia pacha? Maana hiyo tafsiri yake huyo mtu ana uraia pacha.
Kwa hiyo tukauliza tu, bwana huyu mbona kwenye system tukiangalia tunamuona ni mwingine, lakini mbona tukija kwenye mifumo yetu ya ndani mbona tunamuona ni Mtanzania? Inakuaje hapa? Yani inawezekana vipi? Kwa hiyo tulikuwa tunataka tufahamu tu hilo, kama je, inawezekana ya kwamba mkawa na uraia pacha? Ni hilo tu, kwamba huyu mtu ana pasipoti ya nchi yetu, sawa, ametimiza vigezo vyake na kila kitu na nini, lakini inakuwaje na ile ya Guinea bado iko hai? Sio, mnaelewa hapo kwa sisi tulikuwa hapo, tulikuwa nataka tufahamu kwa nia njema na tujue kama hiyo inaruhusiwa na sisi tumbadilishe Oura, umeona bana, awe Mtanzania alafu aendelee kutumia pasipoti yake Ivory Coast, anakuwa Mtanzania. Tunakwenda na sajili mchezaji mwingine wa kigeni, tunakuwa nao 16 raia wa Ivory Coast na Senegali na Mali na wapi, tunawapa mikoa hapa. Yani ndo msingi wa hoja yetu, lakini nia yetu ni njema kabisa kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Najibu mmepata? Bado. Ile sio hukumu. Tunasubiri. Lakini mmetupiliwa mbali. Ile sio hukumu. Hukumu ni nini? Itatoka, tutatumiwa sisi hukumu. Sisi mmesoma pale wamesema wataambatanisha, ile sio hukumu. Ile uweze kusema chochote, ile sio hukumu. Lakini shauri lenu si limetupwa. Subiri hukumu. Yani hata msiona, yani mnafikiri kuna shida kubwa sana. Hamna shida kubwa sana. Yani ni kutaka tu kujua. Je, huyu mtu anaweza akaitwa akachezea timu ya taifa ya Tanzania? Na mimi niwapeni homework moja. Ikitokea timu ya taifa inatangazwa, mko pale waandishi wa habari, jina la Mohamed Damaru lisipotajwa, muulizeni mwalimu Miguel Gamondi, kuna Mtanzania anaitwa Mohamed Damaru, haujaridhika na kiwango chake ama changamoto ni nini mpaka hajaitwa kwenye? Jaribuni kumuuliza hilo swali, nadhani tutapata majibu. Kwa hiyo tuna Mtanzania ambaye ana uwezo wa kucheza kwenye club level, lakini hawezi kucheza kwenye national level kwa maana ya national team. Kwa hiyo tushirikiane kwa pamoja kuuliza na nini, vitu kama hivyo vidogo tu, wala it's not a big deal, na wala sisi hatutaki kukata point ya mtu yote ule, sababu sisi tunajiamini ya kwamba tuna uwezo tukakidimua vizuri hapa uwanjani, na kama ni ubingwa tunaweza tukaupata tukiwa hapa uwanjani, lakini tujue tu huyu Mtanzania mwenzetu mbona hamtaki utaka, yani kwenye TMS anasomeka ni raia wa Guinea. Yani ukienda FIFA sasa hivi ukauliza Mohamed Damaru unaambiwa huyo ni mtu kutoka Guinea, lakini ukienda pale Karume unaambiwa huyo ni Mtanzania. Kwa hiyo lazima tuulize hivyo vitu kidogo, ni ufafanuzi tu, wala msipanic sana. Kuna story kwamba barua iko mfuko wa shati ya kwenda kasi. Nitakudanganya nikwambia tunaenda kasi, kwa sababu hatujapata hukumu. Lazima upate hukumu, usome, ujiridhishe na wenyewe sababu sisi tumeingia mle ndani, tumewasilisha hoja zetu vizuri kabisa, wakasema sawa, tukatoka nje. Kwa hiyo tunasubiri sasa ile hukumu. Kwa barua ile unadhani ile hukumu sasa ile mliopewa wewe sio hukumu. Ile ni taarifa tu. Lazima uchukue ile hukumu, kwa sababu lazima wataambatanisha pale vifungu vinini. Hiki bana imekuwa hivi bana, nchi yetu hii inaruhusu mchezaji kuwa na uraia pacha, kwa hiyo hilo sio kosa. Tunapata huo ufafanuzi na sisi tunafanya maamuzi. Dalili ya mvua ni mawingu, kama mshatupiliwa mbali shauri lenu, pengine hukumu haitakuwa tofauti na huko. Ndio tunasubiri sasa. Na mkipewa hiyo hukumu mtaridhika? Kwa sisi na shida? Hamna shida. Sisi tujue tu kwamba inaruhusiwa wewe Jadu ukawa na uraia wa nani wa nchi. Yani ni hivyo, yani it's not a big deal, yani sio yani ni padogo, yani kutuambia bana, kwa mujibu wa kanuni zetu inaruhusiwa. Tukiingia kwenye mifumo ya FIFA tunakuta bwana Jadu huyu ni raia kutoka Senegal, lakini tukija kwenye mifumo yetu hapa tunaona huyu mtu ni Mtanzania. Nilikwambiwa tu bana inaruhusiwa, basi tumemaliza. Yani it's not a big deal. Yani hata pale Karume msio mnaenda kuna nini kutufuatilia. Watu wanasema kwamba wameshinda kesi. Sawa. Hajachoma hata mafuta. Yani haina shida. Yani so vita yani ni kujua tu. Wasimuelewe Simba vibaya. Yani hatuna nia mbaya na wao. Kwa sababu kwanza ngoja niambie kitu moja. Kwa sababu kwanza sio kama huyo mchezaji tunamhofia sana. Atishi. Ni mchezaji wa kawaida ambaye sisi tungependa kuona wanaendelea kuwa naye.
kwa sababu ni galasa. Sijui umeelewa. Kwa hiyo sio kama tunamhofia, yani tunamuogopa, yani kwa tutaki sisi tungependa waendelee kuwa naye. Yani we are very happy kumuona yule bwana akiendelea kuwa kwenye ile timu. Kwa sababu hana madhara yoyote yale. Sijui umeelewa. Ni wa kawaida mno. Umeona bana, anawaongezea tu mzigo pale. Kwa sisi wala hatuna shida naye hata kidogo. Yani sisi tujue tu kwamba inaruhusiwa. Kwa sababu ikisharuhusiwa maana yake ni kwamba sisi tunaangalia hapa kwenye timu yetu. Anyway, wewe Ewura, wewe utabadilisha uraia. Mipango inaruhusiwa katika nchi yetu. Unakwenda unabadilisha uraia. Alafu tunakuwa zetu Ivory Coast tunachukua mtu mwingine. Kwa hiyo ukiangalia ukihesabu hivi unaona mbona Simba wana wageni 16. Kumbe ndani yake huko kuna wengine kuna Muhaya, kuna Mjakyusa. Kwa hiyo ni tujue ili na sisi tufanye. Sikimeelewa wewe fanyaje wakaweza, yani ni kujua tu. Kwa hiyo wasitufikirie vibaya. Hatuna na wenyewe Damaro waendelee kuwa naye. Yani wasiache wewe waendelee kuwa naye kwa sababu hana msaada wowote ule. Lakini sasa ndo kumbadilisha uraia mtu kama yule jamani, anakusaidia nini kwa mfano? Jamani, kama kweli tulikuwa tunahitaji watu wa kutusaidia jamani, mtu kama Chama wanamwachaje naenda kumchukua Damaro jamani? Serious kweli jamani, tuulizane kwamba nyiko hiyo. Tulikuwa tunakuja kucheza mchezo huu tukiwa na mashaka, lakini confidence yao vile ilikuwa inatutisha, na ambavyo walikuwa wanautaka mchezo huu wa leo, na ambavyo walikuwa wameupania mchezo huu wa leo. Na nimpongeze Hussein Diego, alijitahidi kuwajaza sio niseme nini yani, gari tatu nikisema kuwajaza ujinga itakuja kama vizuri. Kumbe nani yani alifanikiwa kuwajaza Watanga wenzie kwamba anaweza akapata ushindi mbele Simba, na wakamwamini. Wakaja uwanjani. Of course mechi ikawa ngumu na ikawa na attention kubwa, lakini kama haitoshi ikawa na hamasa na mvuto mkubwa. Nimpongeze kwa hilo. Hadi kipindi cha kwanza kinatamatika, Simba tunaongoza magoli 2-0, lakini bado tulikuwa hatujiamini kama tunaweza kupata ushindi. Mbaya zaidi, kipindi cha kwanza kimemalizika kwa idadi ya magoli 2-0. Ile half time story majukwani, na uzuri nilikuwa zangu majukwani, kila mtu na mechi iliyopita ilikuwa hivi na msimu uliopita yani ni bora tungetoka uwanjani 1-0, tusingepata ile kumbukumbu ya kuumiza. Lakini 2-0 kila mtu alikuwa anarejelea ile kumbukumbu ya kuumiza ya wao kuchomoa, na ikawa goli 2-2. Kwa hiyo mpaka hapo tunaongoza goli 2, lakini watu bado tumeshikilia roho mkononi. Baada ya kuja kipindi cha pili, of course uliwaona Coast wanajipapatua, lakini mwisho wa siku mwalimu kwa maana ya kocha Steven Becker akawa ameshaumaliza mchezo, akaweka loki zake pale, akafanya mabadiliko, tukafanikiwa kumaliza dakika 90 tukiwa na ushindi wa magoli 2-0. Sisi kwetu ni faraja kubwa kuona tumeanza vizuri mwezi wetu huu wa pili, na mwezi wetu huu wa 4, na mwezi huu wa 4 tuna ratiba ngumu kweli. Kwa hiyo ukifanikiwa kupata ushindi katika ratiba hiyo ngumu, unamshukuru Mwenyezi Mungu, unaangalia mechi inayofuata. Na mechi inayofuata ni dhidi ya Azam FC, tunawapeleka Chamazi pale. Hii pia inaongezea morali kuelekea mechi hiyo. Yeah, of course ushindi katika mechi ya leo tena ambayo ina mabadiliko sehemu kubwa ya wachezaji. Leo tumemwona mlinda mlango mwenye afya nzuri Jibril Kasali akiwa hayupo, alienda kwenye majukumu ya timu ya taifa ya Niger, amechelewa kurudi, lakini tukawa hatuna wasiwasi, tukamchukua Abel Hussein tukamweka pale golini, na amefanya kazi yake ya kutosha. Katikati ya dimba mwalimu akafanya mabadiliko kidogo, akamtia Neo na Maema, akampumzisha Yusuf Kagoma, na kazi imefanyika vizuri. Kipindi cha kwanza kimetamatika tu, Kibabagi akapumzika, ikaingia mashine nyingine Anthony Mdigo. Kwa hiyo ni mechi ambayo unacheza
huku unajiandaa na mechi inayofuata, na kila kitu kimekwenda vizuri kwa maana ushindi tumeupata na maandalizi ya next match yamefanyika kupitia mechi hii. Hiyo ni mechi aina gani mnakwenda kuicheza dhidi ya Azam? Mechi dhidi ya Azam ni mechi ngumu. Ni zile mechi ambazo unakwenda kucheza haujui nini kinakwenda kutokea. Yaani una uhakika kwamba kesho itakuwa tarehe 4. Lakini huna uhakika kesho itakuwa tarehe 3, lakini huna uhakika kama unaweza ukapata matokeo mazuri mbele ya Azam. Na unapocheza mbele ya Azam huna uhakika wa kupata ushindi wala huna uhakika wa kupata sare kutokana na ubora wa timu yao. Ni mechi ambayo unaweza ukafungwa mapema tu na vizuri kutokana na ubora aliyokuwa nao Azam FC. Kwa hiyo ni mechi ambayo haizungumziki kwa maneno mepesi. Ni mechi nzito kweli kweli. Round ya kwanza walifanikiwa kutufunga mabao 2-0. Tumekuja round ya pili hivi sasa na yenyewe ni mechi ngumu kweli kweli. Kinachoweza kutupa imani kidogo ama matumaini kidogo ni namna ambavyo timu yetu imeboreka kuelekea katika mchezo huo. Mabadiliko ambayo tumeyafanya kwenye timu yetu kidogo yanaweza kutupa matumaini ya kwamba tunaweza tukapapatua na Azam FC tukapata kitu, lakini otherwise ni mechi ngumu kweli kweli. Hizi ni zile aina ya mechi ambazo hautamani zifike. Ni mechi ambazo ukilala ukiamka ukisikia imesogezwa mbele sasa alhamdulillah, asante Mungu, lakini unakuwa umechoma tu sindano ya ganzi, ikiisha maumivu yako pale pale. Kwa ni mechi ambazo sema kweli zinakunyima usingizi, ni mechi ambazo zinakutia mawazo. Ni mechi ngumu, lakini tutakwenda kujiandaa kadri tutakavyoweza, twende tukawabishie Azam FC. Hujamuona ile mpanzu leo.